Wapendwa familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Katika parokia yetu ya Mtakatifu Paulo Mtume hapa Moto, tarehe ya leo tunayo furaha kwa sababu watoto wetu 406 wataimarishwa. Tutawapokea wale waliokwisha kubatizwa katika umoja kamili katika kanisa. Tumechagua masomo kwa kuongoza. Somo la kwanza tumesoma kutoka Ezekieli sura 36, waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia sura 5 na Injili ya Marko sura ya kwanza, ili atuongoze katika siku ya leo. Ndugu zangu, Mungu anatuumba, anatutakasa na pia kuweka ndani yetu roho yake ili tuenende katika sheria zake. Mmesikia katika somo la kwanza Mungu asema hivi: nitawanyunyizia maji safi nanyi mtakuwa safi, nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote, na mimi nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani yenu, ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Ninyi mtakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wenu. Hilo ndilo agano la Mungu na watu wake. Ndugu zangu wapendwa, maelezo haya yanaonyesha uhusiano na mambo Mwenyezi Mungu kutoka kumuumba mwanadamu na kuongoza mpaka hatimaye baadaye hawezi kurudi kwake. Kwa safari hii ni mchakato. Safari ya wokovu ni mchakato kutoka kuumbwa mpaka kurudi kwake. Na katika safari hii tunaweza kukosa, tukajitenga naye kwa sababu mbalimbali za binadamu na maisha yetu. Lakini hii haifanyi Mwenyezi Mungu kuacha. Anaendelea. Ndio maana katika somo hili anasema nitaendelea kuwaimarisha, nitawanyunyizia, maana nitawasafisha, na nitaondoa kwenu ule moyo ulio wa jiwe na kuweka moyo wa nyama, ili ibaki kuwa watu wake na ibaki kuwa Mungu wenu. Na huo ndio mpango wa Mwenyezi Mungu katika historia ya wokovu wetu. Kwa namna pekee Mungu anaweka roho yake ndani yetu kwa njia ya sakramenti ya ubatizo. Kila aliyebatizwa kwa ubatizo tunapokea pia Roho Mtakatifu, lakini kuna namna pekee katika sakramenti ya kipaimara kama tutakavyokuwa kwa watoto wetu hawa. Kwa njia ya ubatizo Mwenyezi Mungu hututakasa na dhambi zote, dhambi ya asili na dhambi zingine tulizozitenda kabla ya ubatizo wetu. Na ndio maana wakakumeni wetu wakibatizwa, wale hawahitaji kuungama kama wanapokea siku ya kwanza wala wakakumeni. Ubatizo ule unaondolea dhambi ile inayorithi asili, lakini pia dhambi ambazo tunazitenda sisi wenyewe katika maisha yetu kabla ya ubatizo, na hasa wale wanaokuwa wamebatizwa wakiwa watu wazima, kwa sababu kazi ya ubatizo pia ni kututakasa, kutuondolea dhambi zetu. Mwenyezi Mungu anatutia roho yake ndani yetu na tunafanya kuwa watoto wapendwa wa Mungu, naye anakuwa ni Mungu wetu. Na ndio maneno ambayo tunasikia katika ibada ya ubatizo kwamba watoto hawa toka sasa ni wana wa Mungu pamoja nasi. Haya ni maneno ambayo yanasemwa tunapoadhimisha sakramenti ya ubatizo. Katika sakramenti ya kipaimara Mwenyezi Mungu anatujaza mapaji 7 ya Roho Mtakatifu na kufanya washiriki kamili wa kanisa. Maana yake tunakuwa sasa ni si tu wa Kristo tu, bali wa Kristo watendaji. Ndio maana baada ya sakramenti ya kipaimara tunapewa majukumu mbalimbali na pengine kupokea pia masakramenti mengine. Kwa hivyo kazi ya kipaimara ni kufanya washiriki kamili. Wote tuliopewa sakramenti ya kipaimara lazima tutambulishe kwa ushiriki wetu kamili. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia unatuonyesha kuwa baada ya kupokea sakramenti ya ubatizo na kipaimara ni lazima tuenende kwa roho na kutofuata mambo ya kimwili, bali yale ya kiroho ambayo yanaongozwa na Roho wa Mungu ambaye anakuwa ndani yetu. Na hapa Mtume Paulo anataja mambo kadhaa ambayo yanathibitisha kwamba sisi tunaishi maisha ya kiroho. Lazima kuwa na
kuwa na furaha, kuwa na amani, kuwa na uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kuwa na kiasi. Na haya pia yanaitwa matunda ya Roho ambayo yanakaa ndani yetu. Na watoto wetu hawa 406 watapokea Roho wa Mungu kwa njia ya sakramenti ya kipaimara, ambacho kitawathibitisha imani yao kwa maneno na matendo kama askari hodari wa Yesu Kristo. Wao wamefundishwa maneno haya. Kipaimara tunafanyia nini? Kinatuthibitisha katika dini yetu na kupata kuungana imani yetu kwa maneno na matendo kama askari hodari wa Yesu Kristo. Kwa hiyo leo wataimarishwa kwa mapaji ya Roho Mtakatifu ili wawe watendaji hodari wa neno la Mungu. Watapokea mapaji ya Roho Mtakatifu kuwasaidia katika kupanga maisha yao vizuri, na hasa katika kuzingatia mambo ya Mungu katika maisha yao ya kila siku. Kwa njia ya maisha ya sala, kushiriki misa takatifu, matendo ya huruma, kupokea masakramenti na hasa sakramenti ya Ekaristi Takatifu na kitubio, na kuishi kiaminifu Kristo wao. Haya pia tunayatarajia baada ya kupokea sakramenti hii ya kipaimara. Katika Injili tunaona Yesu anabatizwa na Yohani na anapokea Roho wa Mungu ambaye karibu yake kama hua. Tunaweza kujiuliza nini Yesu abatizwe ili ni Mungu? Lakini ni kwa njia ya ubatizo Yesu ametakatifuza maji ya ubatizo na kuharisha sakramenti ya ubatizo katika maisha yetu na safari ya waamini. Lakini pia katika nafasi hiyo ndio tunaweza kutambua Utatu Mtakatifu na utambulisho katika nafasi ya ubatizo wake, kwa sababu katika nafasi ile Yesu nafsi ya pili ya Mungu ndiye anabatizwa, lakini anayeshuka juu yake kama hua au kama jiwa ni Roho Mtakatifu. Lakini tunasikia pia sauti ya Baba, huyu mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, au wewe ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Kwa sababu hiyo tunaona tunatambulishwa Utatu Mtakatifu wa Mungu mmoja, na sisi sote kwa njia ya sakramenti tunaunganishwa katika familia ya Utatu Mtakatifu. Tunakuwa katika nafsi ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu katika maisha yetu ya kila siku. Ndio maana kwa ubatizo tunasema fulani anabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa njia ya ubatizo tunaingia katika familia hii inayotambulishwa katika nafasi ya Yesu, kwa familia hii takatifu, familia ya Utatu Mtakatifu, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na sisi tunashirikishwa kwa njia ya sakramenti. Ndio maana watoto wetu na tunapopatia sakramenti ya kipaimara wanashirikishwa zaidi katika wanapokea Roho Mtakatifu ambaye ni nafsi ya tatu ya Mwenyezi Mungu, ili kuwafanya wakamilifu zaidi katika nafsi tatu au familia za nafsi tatu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, haitoshi tu kubatizwa, lakini hasa kama tukitekeleza amri za Mungu tutakuwa wana wapendwa wa Mwenyezi Mungu. Na kwa njia ya ubatizo Mungu anamtaja Kristo kama mwana mpendwa. Kwa hiyo wote tunaobatizwa na kuishi kadiri ahadi za ubatizo tunakuwa wana wapendwa wa Mwenyezi Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Ndugu zangu, kama nilivyosema awali, watoto wetu watapokea Roho Mtakatifu kwa njia ya sakramenti ya kipaimara, kama anavyosema Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya 2, watapaswa kuenenda kwa Roho kwa kutofuata mambo ya mwili, bali mambo ya Mungu, mambo ya Roho wa Mungu ambaye anakaa ndani yao. Kwa sababu kila mmoja aliyebatizwa, aliyepokea sakramenti ya kipaimara anakuwa ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hivyo watoto hawa tunatambua kwamba kwa njia ya ubatizo waliobatizwa na leo tunaimarishwa pia kwa kipaimara, Roho wa Mungu anakaa ndani yao. Na hivyo tunategemea yale matunda ya Roho iliyotaja yaonekane katika maisha yao ya kila siku, yaani upendo na pia tena furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kuwa na kiasi. Ndugu zangu, kazi yetu sote siku ya leo ni kuhakikisha kwamba tunasafiri na watoto hawa katika maisha yao, na leo wanafika hatua ya pili kwa kupokea sakramenti ya kipaimara ambapo peke yao tunao wasimamizi, tunao wazazi na walezi, tunao viongozi wa dini, paroko, pale msaidizi, maafisa wetu, jumuiya ndogo na viongozi wake,
Kazi yetu sote ni kuhakikisha watoto hawa wanasafiri katika maisha ya imani kikamilifu. Ili kukamilisha maisha yao, lazima tuwape msaada wa ushauri wetu. Kwa namna pekee leo tutawaombea sana ili wawe maamini waaminifu katika maisha yao ya kila siku. Kwa kazi ya wasimamizi, walezi na wazazi ni kuhakikisha kuwa watoto hawa wanaendelea kuwa askari ndani wa Yesu katika maisha yao, kwa kuishi imani yao kwa maneno na matendo. Kuishi imani na ni pamoja na hayo ambayo nimeyataja, lakini hasa kuonyesha kweli hawa watoto Mwenyezi Mungu ameondoa ndani yao ule moyo wa jiwe na ameweka moyo wa nyama, kama anavyosema Ezekieli sura ya 36 kama tulivyosikia katika somo la kwanza. Kuwa na moyo wa jiwe ni moyo unasikia kufuata maelekezo, kuwa ukaidi na yale yote ambayo yanafanya kujitenga na Mwenyezi Mungu, lakini pia kujitenga na jamii. Huo ndio moyo wa jiwe. Sikia mtu ana moyo wa jiwe, mtu ambaye hawezi kushaurika katika maisha yake. Na sisi hatutegemei watoto wetu wasipate ushauri kutoka wasakatai na ukaidi ushauri wanaotoka kutoka wazazi, walezi, kwa walimu wao na wale wote ambao wanawasaidia katika kuongoza katika njia hiyo njema. Wawe na moyo wa nyama. Watoto wetu wawe na moyo wa nyama, wawe watiifu na waadilifu katika maisha yao ya kila siku. Ndio kitu ambacho tunakiombea na tutakiona katika maisha yao kila siku. Tukiona wanafika kanisani, ndio watoto hao wanaendelea kuwa na moyo wa nyama. Jumapili Dominika tunawakuta hapa, wengine wakitokeza kusaidia kusoma masomo. Sio leo tu ndio unakuja wakiendelea kuonekana katika nafasi hizi katika maadhimisho, wakijitokeza kwa kushiriki kikamilifu, kwa kuchukua nafasi fulani, ikiwa ni pamoja na kusoma masomo. Na hii itawafanya kweli wawe watendaji, wawe Wakristo ambao wanaoshiriki kikamilifu katika imani, kwa sababu wameimarishwa na Roho katika kanda ya mwao, na wao wana moyo wa nyama na sio moyo wa jiwe. Na leo tutapaka mafuta ya Krisma ambao tunaita ni muhuri, na askofu akasema pokea muhuri kwa kadi la Roho Mtakatifu, wataitikia amina. Amina. Na ni kazi ya muhuri kuwatambulisha. Muhuri popote kabla kuona muhuri, unajua dokumenti hii ni ya parokia Mtakatifu Paulo Mtume Langamoto au ni mahali pengine kwa sababu ya muhuri. Na sisi tunawatia muhuri ili watambulikane kwamba hawa ni Wakatoliki. Mkatoliki wa kweli na muhuri lazima wapate muhuri kwa kufuata masakramenti. Na sasa walipata muhuri kwa njia ya sakramenti, na leo tunawakamilisha zaidi, tunawathibitisha. Ndio maana wazungu wanaita imani ni confirmation, ni confirm. Na hata sisi zamani kwa Kilatini tuliita confirmatio, yake watoto hawa wanathibitishwa ili kweli kwa muhuri watambulikane kama Wakatoliki kwa njia ya sakramenti. Katoliki hauji tu, unakuja kwa kupitia masakramenti. Hakuna Katoliki bila sakramenti. Huwezi kutambulisha wewe ni Katoliki kwa kuimba tu kufanya hivi. Ni lazima upite katika hatua za masakramenti, na masakramenti yanapita kwa malezi. Lazima ufundishwe vizuri. Ndio maana tunafundisha wapendao kwa ili wapokee kanisa takatifu. Tumekuwa na mafundisho kwa mwaka mzima ili wapokee sakramenti ya imani. Kwa hiyo ni mchakato kama nilivyosema awali, sio tu ni vitu ambavyo vinahitaji malezi kweli. Na kitu tunachofanya sisi kanisa Katoliki kwa miaka na miaka, Wakatoliki nao Wakatoliki lazima waliolelewa, waliofundishwa, wakaiva, wakapokea masakramenti, hao ndio Wakatoliki, na wakaishi maisha yale yanayoendana na masakramenti, ndio Wakatoliki hasa kama kupokea sakramenti ya imani. Imekuwa Kristo wa kweli unayeshiriki katika maadhimisho ya masakramenti na ungano kwa kanisa takatifu, unashiriki shughuli mbalimbali za kanisa. Wewe ndio una haki ya kutambulisha hata mbele ya umma kwamba mimi ni Katoliki. Kuna Katoliki ambao kweli wanasema walibatizwa wakapotea, wako ndani. Hawa
ni Wakatoliki wafu, sio hai. Katoliki kwa kweli ni yule ambaye ni mshiriki kamilifu, anayejituma, anayepokea masakramenti kama nilivyosema. Hivyo pia tunavyotambulisha. Kwa hiyo ndugu zangu, Ukatoliki wetu tunakupa muhuri, na leo nikasema tena, pokea muhuri wa hali la Roho Mtakatifu ili kutambulisha kwamba wewe ni Mkatoliki katika maisha yako yote. Ni Mkatoliki kwa sababu unapokea muhuri hapa, na muhuri huu ndio utakufanya ubaki Kristo halali wa kanisa popote popote. Uende Ujerumani, uende Marekani, uende wapi, utapokelewa kama Kristo Mkatoliki, na hakuna atakayekubagua, kwa sababu wewe moja kwa moja kupitia sakramenti hiyo umefanywa kuwa Kristo Mkatoliki, sio wa Ilangamoto peke yake, sio wa jimbo la Njombe peke yake, wala sio wa Tanzania peke yake, ni duniani kote, na ushirika wetu ni mbinguni na duniani. Wewe ni Mkatoliki katika maana hiyo, na ni heshima ambayo ni lazima kuilinde kwa namna yoyote ile, itunze kila moja katika maisha yake ya kila siku, kuheshimu. Na ndio maana mimi wanasema kama vile tunaweza kutunza vitu vyetu ambavyo tuweka muhuri na kitabu kwa shule ya msingi, labda Makambako, Mungu muhuri, unajua hii ni mali ya shule ya msingi Makambako, kama kilikuwa kwenye kabati la mtu fulani, unajua hao wameiba au wameyazima, lakini lazima kiwe mahali pake. Na hata katika Ukatoliki tukiwa tumekutia muhuri, tunapokuona kwenye kanisa lingine wewe uliyekutia muhuri hapa, tunajua wewe ni kitabu kilichopotea njia. Umepotea tu, umeenda kule si kwako, au pengine umeenda kushiriki tu, umekubaliwa na shirika ubatizo wa ndugu yako, hiyo inaeleweka. Lakini unapohamia kabisa, unakwenda pamoja na muhuri wetu kwenda kukaa mahali na comfortable, tunakushangaa kwa sababu wewe ni mtu mzima. Lazima ujue nyumbani kwako, ujue kanisa lako kikamilifu. Na mimi nataka mambo ya kawaida ambayo kwa sababu siku hizi kuna lugha nyingi tunaongelea. Watu wanasema kanisa ni kanisa tu, popote unaweza kusali. Kanisa ni kanisa, Mungu yuko popote, kusali popote, kanisa lolote popote. Ndio kauli ya falsafa ya miaka ya leo, na hii falsafa inatokana na uvivu. Msingi wake ni uvivu. Mtu hataki kwenda kushiriki kwenye kanisa lake kwa sababu ya uvivu. Anaona kuna kanisa fulani kameanza pale jirani na nyumba yake, asema popote wewe sali popote. Niwaulize watu wa Makambako, watu wa Ilangamoto, hivi nyumba ni nyumba? Nyumba ni nyumba? Unaweza kusema labda umekuwa ni Mkenya kule, hata walevi wakilewa kwenye Mkenya lakini nyumba yake iko Ilangamoto, akisema nyumba ni nyumba tu, ngoja niingie hapa nilale, sitafika Ilangamoto, nimechoka. Inawezekana? Haiwezekani. Kuna mtu anahangaika, lazima afike. Hata kama melewa, sisi sio walevi. Sisi tuko watu wazima. We are sober. Sisi ni watu wazima, hatuna shida. Tuna utambuzi, tuna akili na utashi. Lazima tutambue kanisa letu katika maisha yetu ya kila siku. Na tujivunie kwa Wakatoliki katika ukweli na haki. Na tulinde kanisa letu linapokuwa linashambuliwa na watu wanatafuta kila namna kushambulia kanisa Katoliki. Na pengine tunashambuliwa kwa sababu ya kutetea haki za watu. Tunapoona haki pengine zimepungua, tunajaribu kutetea na inashambuliwa. Na hiyo sisi wa kwanza, si mnajua kwa nini wewe unashambuliwa pia, sivyo? Yesu Kristo alikuwa wa kwanza, na yeye alishambuliwa kwa sisi. Yeye mpaka alilala msalabani. Kwa hivyo mimi mwaliko wangu kwa vijana na wote tunaolipokea sakramenti ya kipaimara, tuwe askari ndani mwili wa Yesu katika imani yetu, na tujue nyumba yetu. Tusiseme nyumba ni kanisa, ni kanisa. Hapana, kama hatuwezi kusema nyumba ni nyumba, basi sio kila kanisa ni kanisa. Wewe una kanisa lako, unajua kukubadilika, unajua kuelewa, unajua kupata mafundisho, unajua kusema, unatoa vizuri. Kumbuka nyumbani kwako. Na sisi sio wale, ni watu wazima, tunajua kutambua. Na ndio maana tunapofanya hao kujua, kwa sasa wanaweza kujua kanisa letu liko wapi. Wanajua
na kudhulumiwa, tusimame kidete, tusimame imara, sio kwa mapanga, lakini tunaweza kusali, lakini pia hata kueleza ukweli pia, na tusione aibu, tusiogope. Tunaogopa kunonea haya kanisa letu, kwa ndio msingi wetu, ndio wokovu wetu, na ndio njia yetu ya kufikia Mwenyezi Mungu katika mwisho wa maisha yetu hapa duniani. Kwa hiyo nawakeni sana tuendelee katika